Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi wa kripu za Babu Haji soda ya ngeni. Asante, usisahau kusubscribe katika chaneli hii ili kuendelea kupata masomo na ili kuendelea kupata elimu mbalimbali. Asante sana. Leo niko katika kufundisha jinsi ya kutengeneza nyungu, ya kuondosha harufu mbaya mwilini na kutoa mikosi pia. Vile vile kutoa harufu mbaya mwilini na kuondosha mikosi vile vile katika mwili wa binadamu. Harufu inatokana na nini? Harufu inatokana na mambo mengi mbalimbali. Kuna mwingine ni uchafu, kuna mwingine ni uchawi, kuna mwingine ni mwingiliano wa kimapenzi, kwa sababu unapokwenda na mwanamke mwenye kuwa na asili ya kijasho au mkosi fulani, basi na wewe mkosi ule mnagawana. Huwa nasema kwamba kadri ya jinsi mnavyofanya mambo ya sikisi yale na mwanamke, basi mkikaribia kufika pale Kariakoo, sasa ndo mmetembea mmefika pale mwisho, basi karibu na kufika mwisho vile vinyweleo wote huwa vinaachia. Kwa hiyo huyu anavuta mvutano wa huyu na huyu anavuta mvutano wa huyu. Tizama vizuri, hata wale wanandoa ambao wameishi muda mrefu mpaka wakazeeshana, basi huwa wanafanana, huwa wanafanana. Umeona, kwa sababu ya ule mvutano. Unatoka kukuta mtu na mkewe nasema huyu ni dadako, naona kumbe ni mwanamke wake. Unaona bwana. Na pia vile vile kitu kingine ambacho kinasababisha kutokwa na harufu mbaya, basi ni wengine ni maumbile, wengine ni unene wa kupita kiasi. Mbona na yenyewe inachangia, lakini sana sana kinachochangia mtu kutoa harufu mbaya katika mwili huwa ile harufu inaambukizwa, haswa wakati wa jambo la upendo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ule ni uchafu. Sasa ule uchafu, kama hujui ni jinsi gani unaweza ukauondoa, basi uchafu huo unaweza ukakusumbua na kukutesa kabisa. Sasa kama una majambo hayo, ufanye namna gani ili kuweza kuyaondoa? Basi usisahau kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata masomo kutoka kwa soda ya ngeni. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki, awape nguvu, afya, utulivu na amani, na awajalie dawa hii mtakapotengeneza iweze kuwasaidia kwa wale wenye tatizo hili. Na kwa yote mwenye kuwa na tatizo kama hili, basi inshallah atumie dawa hii, itamsaidia kabisa. Mimi huwa sitoi dawa za kuacha katikati, kwa sababu kuna mwingine unakuta natoa dawa na kuambia dawa nyingine nipigie simu nikupe maelezo zaidi. Sasa umetoa ya nini sasa? Usingetoa. Ukitaamua kutoa jambo, litoe lote kamili, mtu afanikiwe. Asante sana. Ili kupata kuondoa visilani, mikosi, mabalaa, harufu mbaya, kwa sababu mara nyingi na harufu mbaya inasababishwa na mikosi. Mikosi inaweza kuwa kutupiwa au kuambukizwa. Hakika dawa hii ni mzuri sana. Chukua dawa zifuatazo. Chukua kivumbasi, majani ya ndimu, chukua mchaichai, chukua na mchele. Kama mchele unauosha vizuri ule mchele, alafu utaweka katika maji yake, utaweka katika sufuria. Hayo maji ulioshea mchele, hayo yenye rangi nyeupe kama maziwa, ndio ya kuweka hivi vitu ambavyo ni mchaichai
kivumbasi na majani ya ndimu, kisha tengeneza nyungu yake, jifukize. Unaweza kujifukiza asubuhi na usiku kwa muda wa siku 3, basi harufu itakata, mikosi itakwisha, kama ulikuwa na visilani vitaisha kabisa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asanteni sana, masomo bado yanaendelea, masomo ni mengi, lakini mimi nitakuomba subscribe katika channel hii ili uweze kuendelea kupata masomo mazuri kabisa kutoka kwa Soda ya Ngeni. Thank you very much. Goodbye.